kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sababu yeye ndiye mkuu wa nchi, na katika uratibu wa shughuli zote na ufadhili wa shughuli zote na misingi yote, kwa nafasi yake ya Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, ameweza kutoa ruksa na kuwezesha kuyafanya haya yote, pamoja na kuwa tunazo sheria za kimataifa na mikataba ya kimataifa, lakini bado sisi kama sovereign state tulikuwa tuna uwezo wa kutokukubaliana na uwepo wa kuwalea wenzetu. Lakini tendo la kiungwana sana la nchi yetu ambalo limefanyika kukubali kuwa hosti wenzetu waliokuwa katika tabu na waliokuwa katika shida, pamoja na uwepo wa sheria na mikataba ya kimataifa ambayo sisi pia ni wanachama. Lakini jambo la hiari na kukubali na utayari lilikuwa ni jambo la nchi yetu. Hivyo kwa kweli ni jambo la kuishukuru sana nchi yetu, lakini kupitia Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan tunamshukuru sana. Tulikuwa na wakimbizi toka miaka ya nyuma, ni historia ndefu. Kabla ya uhuru tulitafutia wengine uhuru, lakini pia hata hapo wapo waliokimbilia nchini kwetu kama kitovu cha amani Afrika. Lakini pia hata baada ya uhuru mwaka 72 walikuja wenzetu, tuliwahosti kutoka nchi mbalimbali, na hata hivyo mpaka leo tumeendelea kufanya hivyo, mbali na hatua mbalimbali za kupata wakimbizi katika nchi yetu. Ni nchi ambayo inazingatia ustawi wa mwanadamu, ni nchi ambayo inazingatia ustahimilivu, haki, heshima, ujasiri, lakini uungwana, wema wa Watanzania ambao mmeushuhudia. Lakini ni nchi kielelezo cha matumaini, ni nchi ya amani na nchi yenye usalama. Yapo mambo ambayo mbali na uwepo wa mashirika ya kimataifa, ndugu zetu waliweza kutusaidia na ninayatambua kwa wingi wake, lakini bado kuna rasilimali za nchi zimetumika. Lazima kuna rasilimali za muda, rasilimali mali, lakini pia hata rasilimali mazingira yametumika kwa ajili ya kuwafaa ndugu zetu hawa waliokuwa katika tabu. Jambo la amani ni la msingi sana, tuzingatie usalama wetu. Ni jukumu letu sote sisi wa Tanzania, kwa sababu wenzetu yaliyowapata inawezekana yalianza kwa mizaha midogo midogo, inawezekana yalianza kidogo kidogo na hayakukemewa, hatimaye wakajikuta wamekuwa wakimbizi katika nchi nyingine. Hivyo basi nitumie fursa hii kuwasihi wa Tanzania na kuwaomba sana, tulinde amani ya nchi yetu, tuendelee kuwa kielelezo na kitovu cha amani katika ukanda wetu huu wa Afrika yote nzima, lakini pia duniani. Ni nchi ambayo imebaki kuwa ya kupigiwa mfano. Ndugu zangu, mtakumbuka vizuri, ni neema ya kipekee ndio imetuwezesha kukutana katika tukio hili muhimu la kihistoria la kufunga rasmi kambi ya Nduta, ambayo imekuwa ni eneo walilopangiwa kuishi wakimbizi kutoka Burundi tangu mwanzoni mwa mwaka 2016, ikiwa ni miaka 10 sasa hadi sasa. Aidha, nazidi kumshukuru sana pia Mheshimiwa Rais anavyoiongoza serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa mwongozo na maelekezo mazuri sisi wasaidizi wake, hata kwa kufikia mafanikio haya makubwa ya kuwapa maelfu ya wakimbizi suluhisho la kudumu kwa kurejea nchini kwao kwa hiari yao. Ni jambo la kumshukuru Mungu, na nawapongeza sana wote ambao mmeshiriki katika kuwalea na kuwatunza. Wakati tunaanza rasmi shughuli za kurejesha wakimbizi Burundi Septemba 2017, kambi ya Nduta ilikuwa na jumla ya wakimbizi 1,127,499, na sasa tumefanikiwa kurejesha wakimbizi 165,494. Ndugu zangu wakimbizi, mshukuruni sana na mzidi kumwombea maisha marefu na yenye afya njema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama kwa utu na ubinadamu walioonyesha kwenu, kwa sababu tunatambua hata matishio yalikuwa yamekwisha muda mrefu, lakini tuliendelea kuwa nao kwa sababu tunawapenda. Watu wa Burundi ni ndugu zetu. Ni jina tu hili limeitwa wakimbizi, lakini nadhani kwamba kuna lugha nyingine yote tungeweza kuitumia, lakini ndio tafsiri ya Kiswahili fasaha, na kwa lugha ya Kiingereza ni refugees. Kwa hiyo ni ndugu zetu, ni rafiki zetu, ni majirani zetu ambao tumeweza kuwa nao katika kipindi hicho chote, hata pale ambapo
rasilimali za mashirika mengine zilikuwa haba au finyu, sisi kama serikali tuliweza kuongeza na kuweka mkono hapo ili ndugu zetu hawa wasipate changamoto. Hatuwezi kusahau mchango mkubwa uliotolewa na shirika letu la United Nations High Commission for Refugees, ambao kwa kweli tunaipongeza UNHCR sana tena sana. Ningependa pia kutumia fursa hii kulishukuru shirika la WFP kwa huduma yake ya chakula. Mligawa migao mikuu ya chakula bila kukosa katika kipindi chote tangu kambi hii kufunguliwa, na tena mwaka 2016 na kutoa supplementary feeding programs kwa makundi maalum kwa watoto wenye utapiamlo, wazazi wajawazito na wanaonyonyesha, wagonjwa wa kifua kikuu na ukimwi, pamoja na wengine wenye mahitaji maalum. Msaada wenu ulisaidia sana kuokoa maisha ya wakimbizi hawa. Katika mwelekeo huo kwa dhati kabisa nawashukuru mashirika mengine yaliyowahi kuhudumu Nduta, baadhi yaliyoondoka kutokana na changamoto za kifedha, lakini yote yalichangia kwa thamani kubwa sana katika kuhakikisha watu wetu hawa tunawalea kwa jinsi inavyostahili. Niseme hapa hadharani pia, kila mtu asikie, wizara pengine haikufurahishwa na vitendo vya uvamizi ambavyo vilifanyika hivi karibuni katika kambi au tendo lililotokea tarehe 16 mwezi Aprili 2026. Hili jambo halikufurahisha kwa sababu wahusika walikuwa wameondoka, lakini bado wakaja watu wengine nje ya utaratibu na wakafanya kidogo kwa kunaleta tafulani katika ile schedule iliyokuwa imepangwa au utaratibu ambao ulikuwa umepangiliwa. Lakini hata hivyo, kwa kuzingatia yale tu masuala ya uwema na ukarimu wa Watanzania, tuliwasamehe na kuweza kujiratibu upya ili kuweza kuwasaidia waweze kwenda. Kwa hiyo kama mnavyofahamu pia tumesharejesha msafara wa mwisho zaidi ya watu 6,000 asubuhi ya tarehe hiyo. Hata hivyo, ilipofika jioni kuanzia saa 10 jioni, makundi ya wakimbizi yalitokea maporini na kuingia tena kwenye kituo cha uondokaji, wakati huduma zilikuwa tayari zimekwisha sitishwa. Kitendo hiki hakikuwa cha kiungwana na hakijawahi kufanyika popote duniani. Tulikuwa na uwezo wa kuwachukulia hatua kundi hilo, takribani watu zaidi ya karibia 8,900 hivi, lakini kwa busara tu na mahusiano mazuri na uheshimu wetu na utii wetu wa sheria za kimataifa na za ndani ya nchi, lakini pia kwa wema na ukarimu wa viongozi wetu, tuliona ni busara na uhusiano mzuri tulionao na nchi ya jirani na mashirika ambayo tumefanya nayo kazi. Busara ilikuwa ni tuwasaidie kurudi nyumbani. Kwa tukafanya hatua nyingine tena ya kuwasaidia na kuwaratibu ili waweze kurudi salama nyumbani. Kwa hiyo usitegemei kitendo hiki kitafanyika tena kwenye kambi hiyo nyingine ambayo imebaki sasa Nyarugusu.